Twende tumalizie kesi yetu hiyo, au ulikuwa tayari ushamaliza udambu dambu? Maana umesema wewe kwako unamuona anastahili, sivyo? Nilikuwa naelezea kwamba anastahili kuwa mmoja kati ya washindani na ili aweze kupata nafasi anapaswa kuboresha vitu vingi ambavyo tayari Jean Charles Ahoua amevionyesha, na hiyo inatengeneza faida kwa Simba kwa maana kwamba inaenda kutengeneza faida kwenye uwanja wa mazoezi. Atakayepatikana pale anaenda kuwa bora kwa ajili ya Simba, lakini wao kwa wao Morris Abraham anapaswa kuboresha vitu vingi, hasa kueffect score board kwa maana kwamba assist au afunge na aweke targets za mwisho wa msimu kufikia kile ambacho kiungo mshambuliaji wa Simba au mchezaji wa daraja la Simba anapaswa kukiandika kwa nafasi hiyo. Sawa, first kuna kipindi tunahitajika kuwa bora zaidi ya sasa, lakini hicho kipindi sio sasa. Hayo ni maneno ya mwalimu Romain Folz wa kikosi cha Young Africa. Amezungumza yeye kwa upande wake ya kwamba, nikinukuu maneno yake, anasema kwangu mimi kila mchezaji ni muhimu kwenye timu, najua kupanga wachezaji wale kila siku na kuna namna unawavunja moyo wachezaji wengine, kwa hiyo hata kesho tegemeni mabadiliko, akimaanisha kwenye mchezo wa kimataifa Anasema nafahamu kuna wakati tunapaswa kuwa bora zaidi ya sasa, tutatakiwa kuwa kwenye ubora wa hali ya juu, hicho kipindi kitafika, lakini sio sasa, na kwa sasa tutaendelea kufanya mabadiliko, lakini kipindi kitafika tutakuwa tofauti kabisa na mnavyotazama sasa. Kwa hiyo na maana rotation itaendelea, yani bado sana. Sababu yake umeielewa Juma? Issue ni muda, kwa sababu hichi kinachofanyika kwa Romain Folz, ndio ndicho kilichokuwa kinafanyika pia kwa upande wa kocha Mohamed Nasreddine Nabi, si ndio? Na kama unakumbuka pia, unajua kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anaridhika na kile unachokitoa kutoka kwako, mara nyingi huwa inakuwa ngumu sana. Kama nakumbuka, Nabi alikuwa anafanya rotation na asilimia wachezaji wengi pia walikuwa wanacheza kwenye upande wa kikosi cha Yanga. Pengine ni wachezaji wachache labda ambao walikuwa wanaanza kila siku, kwa mfano labda Fiston Maele, Khalid Aucho pamoja na Djigui Diarra. Lakini hapa katikati pia kulikuwa kuna rotation kati ya Bakari, Jobu pamoja na Mwamnyeto. Lakini kwenye maeneo ya pembeni alikuwa kuna leo anaweza akaanza Kibwana, kesho akaanza Juma Shabani, mechi inofuata anaweza akacheza Lomalisa, mechi inofuata kipindi cha mwanzo alikuwa na Yasin Mustafa pia. Kwa ukiangalia ni kwamba rotation ilikuwepo pia kwa asilimia kubwa, lakini baada ya kuondoka Nabi na kwenye upande wa kikosi cha Yanga akaingia Gamondi, watu pia wakaanza complain kwamba kwa nini mwalimu ana kikosi kimoja tu hicho? Kwa nini mwalimu ana kikosi kimoja hicho? Kwa hiyo shida sio rotation. Shida ambayo mwalimu anahitaji ni kuweza kuona kwamba anakuwa na group la wachezaji ambao muda wote wako tayari kwa ajili ya kwenda kuitumikia klabu ya Yanga. Kwa maana kila mmoja anahitaji akimuona yupo kwenye upande wa fitness level ambao yeye anafanyaje, anahitaji kwamba ikitokea leo anatoka Pacome anaingia Clement Mzize, hauwezi ukaona kama kuna utofauti. Utofauti ni kwamba kila mmoja atakupa kitu ambacho alichokuwa nacho bora zaidi. Kwa hiyo mimi namuelewa Romain Folz kwa engo ambayo yeye amekuja nayo, na mimi sioni kama kuna dhambi kila siku kama mwalimu anaweza akaa anafanya nini, anafanya rotation. Lakini kwenye speech yake kama umemsikiza vizuri, concern yake kubwa ni kwamba kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao anaona walitumika kwa muda mrefu, kwa anachokifanya ni kuweza kuwafanyaje, kuwapunguzia muda wa majukumu zaidi. Na wakati huo sisi nimeona kama Pacome naye amezungumza, yeye kama amemkiingia kifua mwalimu, yani kwa maana kwamba namna ambavyo amezungumza inaenda kuondoa moja kwa moja ile malalamiko ya kwamba timu kwa sasa haichezi vizuri tofauti na kupata ushindi. Yeye alichokisema ni kwamba sababu nyingine, muda wa wachezaji wapya ambao wamejiunga wengi sana, kutokana na kupata muda vizuri, kwa maana mazingira inaweza kawa sicheza vizuri, lakini kwa kipindi ambacho wapo timu ikiwa inapata matokeo ni jambo jema sana, lakini sio kitu ambacho kusema kwamba mwalimu sio mzuri na vipi. Kwa namna avyojibu mwalimu na mazungumzo kama aliyozungumza mchezaji mwenyewe ambao wanakuwepo wote kwenye uwanja wa mazoezi, kwako yametosheleza kwa kile ambacho kimekuwa kikiibua maswali mengi sana? Nafikiri alichokiongea Pacome ni mwendelezo wa kile ambacho huwa tunakiongea mara kwa mara kwenye nafikiri huo mjadala tumejadili zaidi ya mara 3. Hapo inaonyesha wazi kwamba kuna utofauti wa uelewa wa mpira. Unajua kila mtu anaelewa mpira kwa namna anavyoona yeye. Kwanza
kwa wale ambao wanamtazama kwamba Yanga anacheza vibaya, mimi ningependa zaidi nijue kwamba kwanza timu inayocheza vibaya inacheza vipi vibaya na timu inayocheza vizuri inacheza vipi vizuri, kwa sababu mimi naamini kama timu ina uwezo kutoka na clean sheet, ina uwezo kutoka na magoli 5 kwenye mechi 2, hapo naamini hiyo timu imecheza vizuri. Sijui kucheza vizuri inatafsiriwa vipi, au kuwa na pasi nyingi. Yanga imecheza pasi nyingi, kwa hiyo sijui, ndo inakuja hiyo tafsiri ya Pacome, na yeye pia anashangaa, anatamani kujua ni kitu gani kinge define kucheza vizuri, kwa sababu huyo ni kocha ambaye hana hata miezi mitatu, si ndivyo? Tayari anashinda hizo mechi, tayari anapata hizo clean sheet, hata goli ambalo Yanga imeshawahi kufungwa kwenye tangia hichi kipindi achukue timu ni goli la mchezaji wake kujifunga, si ndivyo? Sasa hapo utasema vipi timu yake haichezi vizuri? Nafikiri ni kutokana tu na utofauti wa uelewa wa namna watu wanavyo define mpira. Sana sana Romain Folz, kitu ambacho ameendelea kuemphasize ni kwamba alipoulizwa hayo masuala ya rotation sijui nini, sasa hayo ya define kucheza vizuri. Rotation hapo sasa umezungumzia mchezaji mmoja mmoja, si ndivyo? Rotation yeye anaendelea kuhimiza kwamba atapanga kikosi kulingana na mazingira yanavyohitaji. Mazingira yana mpinzani anayekuja yupoje, ndo anapanga kikosi kulingana na aina, yani anatumia silaha alionayo kulingana na adui anayekuja. Kwa hiyo leo anaweza kaanza Diarra kama namba 10 whatever. Kuna mpinzani unaweza kuanza na Diarra kama namba 10. Atakavyoona yeye si ndo mwalimu, si ndo mmempa timu. Hiyo kufikirika ile. Si ndo mmempa timu. Yaani yeye ataona hiyo ya kufikirika. Wewe niambie kwanza sisi moja kwa moja namna ambavyo amezungumza Pacome kwanza. Yeye amelenga moja kwa moja kwa wachezaji wapya. Kwako usajili gani ambao umeona hujataka hata huo muda wa kusema mchezaji apewe muda umetiki wa Young Africa? Kwamba Pacome kuna usajili wa mchezaji. Yeye amesema sababu nyingine ni kutokana na wachezaji wengi sana ambao wamejiunga. Timu inabidi pate muda wa kuzoeana na namna ambavyo inacheza. Hapo umezungumzia usajili gani ambao umetiki? Hapo umezungumzia vitu viwili, si ndivyo? Umesema timu, kaitaja timu kwenye sentensi yake ili icheze vizuri, si ndivyo? Swali langu ni usajili ambao umetiki kwa Young Africa mpaka sasa ambao haujahitaji muda. Umetaja Yanga, umetaja na mchezaji mmoja mmoja. Ina maana hapo kuna issue ya timu na kuna issue ya mchezaji mmoja mmoja. Wanaweza wakachasajiliwa wachezaji wazuri sana wote kutoka Real Madrid, lakini kulingana na mazingira ya Barcelona yanavyohitaji, wakaenda Barcelona wote wakafeli. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna timu na kuna mtu mmoja mmoja. Yaani kuna utofauti wa individual technical abilities na team performance. Mchezaji anaweza kama mzuri sehemu fulani, lakini kama hana cohesion nzuri na wenzake aliowakuta sehemu fulani, hawezi kuperform kama hana ile combination nzuri. So, kwa hiyo kwenye kujibu sasa swali lako ni kwamba with period of time tangia wachezaji wapya waingie Yanga, bado hakuna ile cohesion ambayo unaweza kumhukumu nayo mchezaji kwamba mbona Dumbia haassisti magoli 3 kama alivyokuwa anafanya Aziz Ki, si ndivyo? Aziz amekaa Yanga mwaka mzima, lakini usajili wake umetiki hujatiki unavyoona. Usajili kutiki sina maana unatiki kwenye TMS. Mimi nazungumzia kwa individual technical ability ya mtu niloiona. Naamini ana kiwango kizuri mpaka ndo maana Yanga wamemwona. Sawa, inawezekana kama mchezaji mwenyewe hajakupa kile kitu zaidi ambacho inabidi atoe yeye kama mchezaji na kulingana na nafasi yake. Lakini kuna namna ambavyo unamtazama na muda ambao ameutumia katika timu. Either kuna watu wanasema mapema sana kumjudge mtu ama kujudge timu kusema kwamba imefeli kwenye usajili ama imefaulu kwenye usajili. Ile misjudgment kama hiyo ile. Au kusema mchezaji huyu wamefeli. Mfano kama sasa hivi watu wanapomzungumzia Bala Conte moja kwa moja. Kulingana mtu anamtazama tayari labda wa Khalid Aucho. Lakini akija kimwangalia Conte anasema Conte sio mchezaji mzuri kama tulivyotegemea. Usajili huu umefeli. Au usajili huu yani 50-50. Hatujui umefeli au umefaulu. Kwenye kuchangia namna hivyo. Juma umenielewa? Hata mimi nimekuelewa. Sasa naweza nikaitetea hiyo point. Unakumbuka watu walivyomisjudge Stefan Aziz Ki? Ilichukua msimu mzima Aziz Ki kuwa Aziz Ki. Ilichukua msimu mzima watu kumpata au kuupata ule ubora wa Aziz Ki ambao waliuona kabla. Unadhani Yanga itakuwa tayari ama itakuwa Yanga hii ambayo tunaiona ikisema imwache mchezaji achukue hata msimu mzima ili awe yule ambaye wanataka? Wachezaji, kuna baadhi ya wachezaji hasa hapo wanakuja kwenye issue adaptation. Kuna baadhi ya wachezaji wanaweza kuchukua muda mrefu kuadapt. Na kitu kibaya siku hizi ni kwamba kuna issue ya kucompare. Kwamba ameondoka Aucho, amekuja Bala Conte. Je, Bala Conte anatoa kila anachokitoa Aucho? Huo ni ugonjwa mbaya sana.
kwa sababu wachezaji wote duniani hawafanani uwezo kiufundi. Kwa hiyo ukitaka kumweka Bala Conte kwenye ile picha ya Aucho, hautapata kile kitu ambacho unakitarajia wewe. Wewe chukua ule uwezo alionao Bala Conte, utumie kama faida kwenye timu yako. Ana nini? Usilinganishe na kile ambacho anacho Aucho. Kwa hiyo mimi naamini Dombia, sijui Boeli, sijui nani, wapewe muda, then baada ya huo muda ndio wahukumiwe, lakini sio sasa. Wachezaji hawana hata miezi miwili, hawana hata mechi 10 tayari watu wameshaanza kujaji. Hiyo ni misjudgment. Sawa. Kesho tunafahamu Young Africa na kinyang'anyiro kingine cha michuano ya kimataifa dhidi ya Willet, mchezo wa marudiano huu ambao utapigwa hapa katika dimba la nyumbani kwa upande wa Young Africa. Ali Shabani kama ametoa ahadi yake bwana. Wanasema kila mtu anaahidi kivyake. Juma anakuambia kama kesho Yanga isipocheza vizuri, ruksa hata ukamzamue makofi. Tuone kwenye point ya assist kwamba swali ni kwamba sio shida ya makofi utampiga, je atapatikana? Angetutajia na location kabisa, atakuwa wapi? Natamani waliokuwa kwenye press wangemuuliza swali kwamba kucheza vibaya atakayomaanisha yeye ni ipi, au kucheza vizuri. Yani vile watu wanavyosema kwamba Yanga haichezi kimfumo, yani haichezi kimuundo wa kueleweka, yani maneno yale yanaongea. Sema kuna kitu kimoja kwamba mpira wetu sisi na baadhi ya mataifa ni tofauti. Sisi tunaamini kwenye mpira mzuri, mchezaji ampige tobo mpinzani, ampige chenga mauzi, lakini amchukue mtu anguke. Yanapo si ndo naamini kwamba leo mpira ndo umechezwa. Lakini kwenye ile moment ya kwamba timu imepata matokeo lakini watu hawajaona vitu kama hivyo, bado lazima wataanza kumlaumu mwalimu kwamba hatujaona sisi burudani. Umeelewa? Wewe angalia kwa nature yetu sisi wa Tanzania, tunashangilia kwenye moment hizi mbili. Kachukuliwa mtu kapigwa kanzu, na hapo utasikia majukwani watu wanafanyaje? Wanakaanga chips huko. Ama goli likiingia utasikia watu wanafanyaje? Wanakaanga chips. Lakini kama hakuna moment yote ya goli ama mtu kuchukuliwa, uwanja wote mara nyingi unakuaga uko kimya. Kwa hiyo mpira mzuri sisi tumeudefine kwenye vitu kama hivyo. Lakini kama timu inacheza na inapata matokeo, mimi naamini kwamba, kwa sababu unajua kuna kitu kimoja ambacho watu wanasahau, ni kwamba mwalimu kwa sasa hivi hana hata miezi miwili. Umeelewa? Kwanza kapewa timu, na timu kaja kuipata kamili nadhani ilikuwa ni tarehe 11. Mshanisoma. Kwa hiyo anahitaji kuweza kupatiwa muda, akae zaidi na wale wachezaji ili kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kutengeneza muunganiko mzuri. Shida ni kwamba sio mpira mzuri. Shida ni kwamba mwalimu anatakiwa aanze kutengeneza patterns za timu. Kwamba leo hii akicheza Duke Abuya na Azizi Ndambwile, si ndio? Tumeona timu imekuwa na perform vizuri. Lakini kuna leo na kesho hatocheza Azizi Ndambwile pamoja na nani? Na Duke Abuya. Kuna kesho anatakiwa acheze Mudathiri haya pamoja na Musa Bala Conte. Tuione combination ile ambayo tuliona kwenye mechi iliyopita kati ya Azizi pamoja na nani? Na Duke Abuya. Ndio kitu pekee ambacho mimi nadhani Romain Folz sasa hivi anaumiza kichwa. Kuna siku anaweza asicheze Mohamed Dumbia na akacheza Lassine Coman, si ndio? Je, kile ambacho anachotupa Mohamed Dumbia, Lassine Coman anaweza akakifanya? Au namna ambayo tumemwona Lassine ni mzuri pia kwenye kufunga, je, Dumbia anaweza akafanya hayo majukumu? Mimi nadhani ndio kitu pekee ambacho mwalimu amekuwa anapambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kipo kwenye upande wa usawa. Sawa bwana, mimi nimemaliza kwa upande wangu. Kesi zangu leo zilikuwa chache lakini zilikuwa kubwa kwelikweli, ambazo tumezihukumu kwa pamoja hapa tukiwa baraza zima la wahukumu kesi, na ilikuwa ni mahabusu ya michezo ya PMTV, ambayo kila siku tupo live kwa ajili ya kuletea habari zote za kimichezo zinazoendelea katika anga zima la kimichezo. PMTV unaweza kutupata pia kupitia website yetu ya pmtv.co.tz. Mimi naitwa Kaina, nilikuwa na Cestinho Martin pamoja na Juma Shabani mzee wa Toronto. Endelea kutufuatilia PMTV, tupo hapa. Shukrani sana timu nzima, madirector ambao walikuwa wanachanganya pita. Umemwona Zeli Baba? Baba nimemwona. Yuko makini sana. Sawa bwana, bye bye, endelea kubaki PMTV.